Je, unafahamu kuwa Tundu Lissu sasa amezua balaa lingine zito Tanzania na kupelekea Samia Suluhu na utawala wa CCM kushindwa kuvumilia sasa? Tundu Lissu amezua balaa zito kwa Samia Suluhu tena, na sio Tanzania tu bali katika mataifa mengi ya kigeni. Lakini je, ni balaa gani hili alilolileta tena Tundu Lissu kwa Samia leo na Tanzania? Nimegundua kuwa wengi wenu mnasikiliza habari na taarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Leo sitaki mengi, nataka uhakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hii na kubonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo tusonge mbele. Kesi ya kisheria inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kwa mara nyingine tena imekuwa kitovu cha mjadala wa kisiasa nchini Tanzania, huku viongozi wa upinzani wakidai kuwa hali hiyo inayomkabili Tundu Lissu sasa imesababisha balaa lingine zito, na si Tanzania tu bali hata katika mataifa ya kigeni yaliyo na uhusiano na Tanzania. Hata hivyo, wanasema kwamba hali hiyo inaweza kuleta madhara makubwa kwa sifa ya Tanzania kimataifa, ushirikiano wa nje na misaada ya maendeleo. Hii ikipelekea hata misaada ya fedha kuweza kusimamishwa kuingia Tanzania, kisa na sababu ni Tundu Lissu. Wakati majadiliano yakiendelea kabla ya mashauri muhimu mahakamani, wasiwasi mpya umeibuliwa na baadhi ya viongozi wa upinzani wanaodai kuwa mazingira ya kisiasa ya Tanzania yanazidi kuvutia hisia kutoka kwa serikali za kigeni na mataifa ya nje na mashirika ya kimataifa, kupelekea misaada mingi ya Tanzania kupunguzwa au hata vibaya zaidi kusimamishwa. Balaa hili zito ambalo limesababishwa na kuzuiliwa kwa Tundu Lissu gerezani na kesi ya uhaini. Mmoja wa waliojitokeza hivi punde kuingia kwenye mjadala huo ni ofisa wa Chadema anayefahamika kama Jacob, ambaye alihutubia wafuasi wake wakati wa kampeni za mabadiliko ya katiba ya chama hicho cha Chadema mkoani Mbeya. Katika hotuba yake leo akizungumza katika mkutano wa hadhara, Jacob alidai kuwa matukio ya kukamatwa kwa Tundu Lissu, kuwekwa kizuizini kwa Tundu Lissu na kesi ya uhaini ya Tundu Lissu yamekuwa masuala ya kimataifa. Kulingana naye, washirika kadhaa wa kigeni wanafuatilia kwa karibu maendeleo ya kisiasa nchini Tanzania, hasa yale yanayohusisha viongozi wa upinzani, taasisi za kidemokrasia na masuala ya haki za binadamu. Uongozi huo wa Chadema uliendelea kudai kuwa baadhi ya washirika wa kimataifa wameanza kufikiria upya masuala ya msaada wao wa kifedha na ushirikiano na Tanzania. Alichomaanisha hapa ni ripoti zile ambazo nilikuandalia hivi juzi tu kuhusiana na bunge la Ulaya ambalo lilitishia kusitisha msaada wa fedha ambao ulitakiwa kuingia nchini Tanzania mapema mwaka huu. Ingawa hakutoa ushahidi rasmi wa maamuzi ya moja kwa moja yanayohusiana hasa na kesi ya Tundu Lissu, uongozi wa CCM ulisema kuwa maendeleo ya kisiasa yanaweza kuathiri jinsi washirika wa kimataifa wanavyotathmini utawala, demokrasia na uwajibikaji nchini. Maneno yake yalivuta hisia mara moja kwa sababu yaligusia suala linalowahusu mamilioni ya Watanzania, misaada ya maendeleo kutoka nje. Kwa miongo kadhaa ama miaka kadhaa, Tanzania imefanya kazi na washirika wa kimataifa wa kigeni katika miradi inayohusisha huduma za afya, elimu, miundombinu ya maji pamoja na kilimo na maendeleo ya kiuchumi. Na misaada hii ya fedha kama ile ya kutoka Ulaya ikiweza kuzuiliwa, mambo kama haya yataweza kurudishwa nyuma vilivyo. Majadiliano yoyote kuhusu mabadiliko katika usaidizi wa kimataifa kwa kawaida huleta wasiwasi miongoni mwa raia na serikali yake, miongoni mwa wafanyabiashara na watunga sera vile vile. Kulingana na Jacob kutoka uongozi wa Chadema, mjadala huo haufai kuzingatiwa tu kama kutokubaliana kisiasa kati ya serikali na upinzani. Badala yake alisema kuwa suala hilo linaweza kuwa na maana pana zaidi kwa uchumi wa nchi na hadhi ya kimataifa. Aliwataka Watanzania kuzingatia jinsi maendeleo ya kisiasa yanavyochukuliwa kimataifa na kuzingatia madhara ya kiuchumi yanayoweza kusababishwa na mivutano ya muda mrefu ya kisiasa. Afisa huyo wa Chadema aliendelea kudai kuwa utulivu, mazungumzo ya kidemokrasia na kuheshimu uhuru wa kisiasa ni mambo muhimu katika kudumisha uhusiano imara na washirika wa kimataifa. Maoni yake yanaonyesha msimamo ambao umezidi kutolewa na sehemu za upinzani katika miaka ya hivi karibuni.
Wafuasi wa upinzani mara nyingi wanahoji kuwa mageuzi ya kisiasa, uwazi wa kidemokrasia huimarisha mvuto wa nchi kwa wawekezaji na watoaji misaada na washirika wa maendeleo. Upande mwingine, wafuasi wa serikali ya Samia, hata hivyo, mara kwa mara wamekataa madai kwamba uhusiano wa kimataifa wa Tanzania unategemea nafasi ya mwanasiasa mmoja, Tundu Lissu, au kesi yake mahakamani. Wanasema kuwa Tanzania imesalia kuwa nchi huru ambayo taasisi zake lazima ziruhusiwe kufanya kazi kwa mujibu wa sheria za nchi na taratibu za kikatiba. Kwa hiyo mjadala umekuwa na kuwa mjadala mpana zaidi kuhusu uhusiano kati ya siasa za ndani. Katika hali kama hizo, mashirika ya kimataifa, serikali za kigeni na mashirika ya haki za binadamu mara nyingi huzingatia sana kesi za kisheria. Wakati huo huo, serikali kwa ujumla zinashikilia kwamba lazima mahakama ziruhusiwe kufanya kazi kwa uhuru bila shinikizo kutoka nje. Mvutano huu kati ya uchunguzi wa kimataifa na uhuru wa kitaifa umekuwa mada ya mara kwa mara katika mijadala ya kisiasa katika nchi nyingi. Nchini Tanzania, mazungumzo yamezidi kwa sababu Tundu Lissu bado ni miongoni mwa viongozi wa upinzani wanaotambulika nchini. Kutokana na hali hiyo, matukio yanayomhusu Tundu Lissu mara nyingi yanavutia watu ndani na nje ya Tanzania. Uongozi wa Chadema pia ulikosoa chama tawala cha CCM wakati wa hotuba hiyo ya Jacob. Kiongozi huyo wa Chadema alidai kuwa mizozo ya kisiasa inapaswa kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo ya kidemokrasia badala ya makabiliano ya muda mrefu. Kulingana naye, mivutano ya kisiasa inaweza kusababisha kutokuwa na uhakika ambao unaathiri imani ya umma na mitazamo ya kimataifa. Matamshi yake yalizua hisia tofauti miongoni mwa waliofuatilia mkutano huo. Baadhi ya wafuasi walikubaliana na tathmini yake na wakatoa hoja kwamba Tanzania inapaswa kutanguliza maridhiano ya kisiasa na mazungumzo ya kitaifa. Wengine walikataa wakisema kwamba kesi za kisheria zinapaswa kushughulikiwa na mahakama na hazifai kufasiriwa kupitia lenzi ya kisiasa. Mjadala huo, hata hivyo, mtazamaji, unakuja wakati maswali kuhusu utawala, mageuzi ya katiba na ushindani wa kisiasa tayari yanachukua nafasi kubwa katika mijadala ya kitaifa. Waangalizi kadhaa wa kisiasa wamebaini kuwa miaka ijayo inaweza kuwa muhimu kwa mustakabali wa kisiasa wa Tanzania. Masuala yanayohusiana na ushiriki wa kidemokrasia, uhuru wa kitaasisi na uhuru wa kisiasa nchini huenda yakasalia kuwa mada kuu ya mjadala. Wakati huo huo, mtazamaji, serikali imekuwa ikisisitiza kuwa Tanzania bado ina nia ya dhati ya maendeleo, ukuaji wa uchumi, demokrasia na ushirikiano na washirika wa kimataifa. Viongozi wa CCM wamesisitiza mara kwa mara kuwa uhusiano na serikali za kigeni na taasisi za maendeleo unaendelea kupitia njia zilizowekwa za kidiplomasia. Pia wamesema kuwa masuala ya kisheria yanayohusu watu binafsi yanapaswa kushughulikiwa tofauti na masuala mapana ya maendeleo ya taifa. Hata hivyo, takwimu za upinzani zinaendelea kusisitiza kwamba maendeleo ya kisiasa yanaathiri jinsi jumuiya za kimataifa zinavyoitazama Tanzania. Kutoelewana huku kumekuwa moja mijadala ya kisiasa inayoizunguka kesi ya Tundu Lissu. Nikikamilisha video au taarifa hizi, mtazamaji, ningependa kukuachia uwanja wa maoni ama uwanja wa comment, unijuze maoni au mtazamo wako kuhusiana na suala hili. Vile mtazamaji wangu, like video hii, subscribe na ubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.